Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumanne ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya Kondoo au Punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 March mpaka tarehe 19 April. Siku ya leo unaweza usione mwelekeo wa moja kwa moja, na hii haitakushangaza kwa sababu una maono ya mbali. Hofu yako kubwa leo ni kuona namna gani una solve baadhi ya matatizo. Swala la mwanao kuwa na furaha ni kipaumbele chako na unapigania kwa asilimia kubwa. Fahamu, unapotoa kitu mkononi kuwa haupotezi chochote kile, zaidi ya kuja kupata zaidi. Tunatarajia upande wa mapenzi upo juu leo, mikoruzano iliyokuwepo ni wastani, na hata upande wa pesa wastani. Rafiki mwema, jikubali. Siku ya bahati ni ya Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red, na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Swala linalohusu watoto litakupeleka mbio leo, na kuona unaweza rudi nyuma katika upande wa mahusiano na majirani, ila wala hautojali. Tunatarajia utapata suluhisho la moja kwa moja na mtu mwenye heshima mahala fulani au hekima ya hali ya juu. Hautokubali upendeleo leo, hasa katika upande wa pesa au mgawanyo wa kikundi. Tunatarajia leo upande wa pesa upo salama, japo ni wa kuvutana, na hata upande wa mapenzi ni mzuri baada ya kusema uongo na maneno mengi kwa mwenza wako. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Siku ya leo huenda ukajikuta umeangukia kimapenzi na mtu ambaye tayari ana mtu, aidha mke au mume wa mtu. Utakuwa na feelings za ndani kabisa ambazo zitakufanya uwaze mambo mengi. Upande wa pesa ni wastani, ila zaidi utafikiria mambo negative yaliyopita na hata yajayo. Pia hali hii itakufanya kuogopa kuamini kila mtu. Huruma kuhusu upande wa familia yako itatawala zaidi rafiki. Suala la uzazi ikiwa na maana kupata mtoto, upo mbioni kufanikisha hilo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow and grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23, 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate and citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Njia unayotaka upite hakikisha ni salama zaidi, kwa maana unaweza fanya lolote lile ili tu maisha yako yawe mazuri zaidi. Tunatarajia leo utakuwa na ushawishi fulani kwa watu wako wa karibu, na huenda wakatenda bila kufikiria mara mbili. Utakuwa na nguvu ya ndani kwa ndani siku ya leo, ambayo itakufanya upande wa bahati yako kuwa juu na hata kukubalika na watu wengine. Dharau itakutawala leo rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20, 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Siku ya leo utajiona mgeni mahala fulani na sio kawaida. Hata upande wa siku utaenda haraka, sio kawaida. Naweza kutukutana na maswali ambayo si ya kawaida, walakin baada ya jua kufika katika utosi, utaforce baadhi ya majambo yatendeke vyema kabisa ili uweze pata chochote kitu, ikiwa na maana pesa. Baadhi ya makosa ya mtu fulani utayaficha, ikiwa na maana utamsaidia, na hii picha nzuri sana kwa maana unajijengea kesho yako rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili,
asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange. Na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 23. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Upande wa mawasiliano leo utakuwa mzuri kwa maana utapokea jumbe ambazo zinahusu pesa au mipango ya pesa. Tunatarajia leo upande wa afya utakuwa mzuri kabisa na huenda ukasimamia jambo hadi mwisho wake. Bahati itakuangukia leo, hasa baada ya kupata maono ambayo mbele ni kuzuri rafiki. Kaa macho. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Huenda ukafahamu leo baadhi ya njia za kupita ili uweze kufika mahala fulani ambapo unaweza kuwa juu ya kuthaminika kimaisha na watu waliokuzunguka. Sauti yako itakuwa juu leo na kusikika na watu kadhaa, na hii haitakufanya uzingatie unachoambiwa leo. Tunatarajia upande wa mapenzi utakuwa wastani na hata pesa zitakuwa afadhali kiasi. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Huenda usafiri wa masafa mafupi utakuacha leo. Utaongoza kikundi cha watu au watu unahusiana nao kwa damu kwa sababu utachaguliwa. Tunatarajia leo upande wa pesa ni wastani, walakini upande wa mapenzi ndo si wenye kueleweka. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachit. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Si rahisi kuamini kutokana na habari ambazo unasikia kwa watu kuhusu jambo fulani. Tunatarajia leo hutojibizana na mtu yoyote yule zaidi ya kufocus na mambo yako. Huenda watu wakahisi kuwa unaringa au unajisikia, lakini la, ni hali yako ikiwa na maana ni asili yako. Upande wa pesa utakuwa na pupa leo. Huenda ukaridhika kiasi na pia mapenzi yatakusumbua kidogo. Kuwa na tahadhari na mtu ambaye anahusika moja kwa moja na mahusiano yako rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple and blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Upande wa mapenzi leo pia ni wastani. Hata pesa pia unaweza usione umuhimu wa jambo fulani leo, hasa kila ukiangalia mwisho wake kuwa si wenye faida. Utasuluhisha mahusiano ya mtu leo na pia unaweza jifunza kitu kipya. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Siku ya leo utajikuta ukiingia katika mabishano bila kutarajia. Pia hautakubaliana moja kwa moja na jambo ambalo linahusiana na harusi au shirika pamoja. Utapata mtu sahihi ambaye mtadumu kwa muda mrefu bila kukuangusha. Nafsi yako huenda leo ikatulia zaidi si kawaida.
kawaida. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22, 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukiendelea na nyota ya mwisho ambayo ni samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Unaweza usione kosa lako leo na kujiona ukitumbukia katika dimbwi zito la mawazo. Upana wa kufikiria ni bora na hata kupata mawazo ya watu wengi ni mzuri. Wewe ni mtu uliyechaguliwa leo, ikiwa na maana bahati yako iko karibu sana. Hakikisha unakaa na watu vizuri sana ili uweze pata channel za kazi na kadhalika. Upande wa mihangaiko yako ya kukuingizia chochote ni wastani leo na kamwe hautajutia chochote rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 23 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni jade au aquamarine. Tukiendelea kama kawaida tunaangalia muda mzuri wa bahati kwa kila nyota, na tukianza na nyota ya punda, siku ya leo muda wako mzuri ni kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 4 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 9 jioni. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 1 hadi saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 mpaka saa 8 mchana. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 12 jioni. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.